linaendelea kuwashukuru wananchi kwa ushirikiano wao mkubwa ambao wanautoa wakati wa jeshi hili la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam likiwa linatekeleza majukumu yake ya msingi ya kuzuia vitendo vya kihalifu hasa kwenye maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Na kwa ujumla hali ya jiji la Dar es Salaam ni shwari. Narudia, kwa ujumla hali ya jiji la Dar es Salaam ni shwari na wananchi wanaendelea kutekeleza majukumu yao mbalimbali katika mazingira yaliyo salama. Hata hivyo, mnakumbuka hivi karibuni nilitoa taarifa kwamba jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linachunguza mauaji ya mtu aliyejulikana kwa jina la Athmani Nyanza. Mauaji hayo yalitokea huko maeneo ya Zingiziwa baada ya kukutwa mwili wake ukiwa umefukiwa kwenye shimo ambalo lipo karibu na nyumba yake. Polisi Dar es Salaam kwa kushirikiana na wananchi wamefanikiwa kumkamata na kumhoji mtuhumiwa ambaye amefahamika kwa jina la Rehema Maulidi mwenye miaka 42. Huyu ni mkazi wa Kigamboni, na mwenzake mmoja ambaye jina tumelihifadhi kwa sababu uchunguzi unaendelea. Hawa wamekamatwa, wanashikiliwa na wanahojiwa kwa kina kuhusiana na tuhuma hizo za mtu ambaye nimemtaja. Taratibu za kisheria zinakamilishwa ili mamlaka zingine za kisheria ziweze kuchukua hatua zaidi. Tunapenda pia kuwajulisha kwamba mara kadhaa mmekuwa mkitusikia tukikamata watuhumiwa mbalimbali na kuwafikisha kwenye ofisi za mashtaka na baadaye mahakama za kisheria ambazo ziko jijini Dar es Salaam. Tunafikiri ni muhimu mkajua watu hawa wanaishiwa wapi na nini kinafanyika, hasa pale tunapowahamasisha wananchi wajitokeze kwenda kutoa ushahidi kwenye mashauri mbalimbali ya kijinai ambayo yanaanzia polisi na baadaye kupelekwa kwenye mamlaka hizi zingine. Kati ya tarehe 25 Februari na Machi 18, mahakama mbalimbali za jiji ambazo ziko kwenye jiji la Dar es Salaam, kwa baadhi ya watuhumiwa waliopelekwa kwenye mahakama hizo wamepatikana na hatia na kupewa adhabu mbalimbali kulingana na aina ya kosa ambalo walishtakiwa. Miongoni mwa watuhumiwa waliopelekwa kwenye mahakama hizo ni pamoja na mtuhumiwa aliyofahamika kwa jina la Joel Israel maarufu kama Joel, mkazi wa Charambe, ambaye huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya ya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Lakini pia yupo Athmani Saidi maarufu kama Nyoni, mkazi wa Buza. Huyu alihukumiwa pia na mahakama ya Temeke kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa pia la unyang'anyi wa kutumia silaha. Mtuhumiwa mwingine alifahamika kwa jina la Majidi Kasim, mkazi wa Mzizima Kigamboni. Huyu alihukumiwa na mahakama ya wilaya Kigamboni kifungo cha miaka 20 jela kwa kosa la shambulio la aibu. Shambulio la aibu. Naweza kaja mtu akamshika mtu makalio
au akafanya vitu vingine vya ovyo vya kumdhalilisha mtu binadamu, hayo yanaitwa shambulio la aibu na aina nyingine ya makosa namna hiyo. Amehukumiwa miaka 20 jela. Yupo pia mtu alifahamika kwa jina la Simon Leshwa, mkazi wa Mwanagati. Huyo amehukumiwa na mahakama ya Ilala kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la unyang'anyi wa kutumia silaha. Haya mambo ya kupora watu kwa kutumia kisu, unapora simu au unapora pesa au unapora mali au unavunja nyumba, unaingia unakata mapanga, hizo zote kwa tafsiri ya sheria ni silaha. Ushahidi ukitolewa na mashahidi wakatoa ushahidi, adhabu zake ni kama hizi ambazo nazieleza. Kwa hiyo tukisema jiji la Dar es Salaam liko shwari, ni pamoja na kutumika kwa mifumo hii ya kisheria, kuwakamata wahusika, kuwapeleka mahakamani kupitia ofisi za mashtaka, wananchi ambao walipata madhara kutoa ushahidi mahakamani, na matokeo ni haya. Na hapo ndio tunapata matokeo ya hiki ambacho mnakiona cha Dar es Salaam kuwa shwari. Yupo mtuhumiwa mwingine alifahamika kwa jina la Omar Yasini, mkazi wa Kitunda. Mnapafahamu kule Kitunda, Mwanagati, Msongola, Kivule, eneo lile. Huyu mtu anaitwa Omar amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka. Miongoni mwa makosa mabaya na makubwa kisheria, ukipatikana na hatia ni makosa ya kubaka. Huyu amepatikana na hatia ya miaka 30 jela kama sehemu ya adhabu ya makosa aliyoyafanya. Kwa hiyo mifumo ya kisheria inafanya kazi, na naendelea kuwaomba na kuhamasisha wananchi wa jiji la Dar es Salaam, polisi wakikamata watuhumiwa wajitokeze kwenda kutoa ushahidi mahakamani ili maeneo yao yaendelee kuwa salama. Kuhusu sherehe za Idi, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam kupitia matangazo ya kidini ya Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania, jeshi linatambua kwamba kesho tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka huu wa 2026 ni siku ya Idi. Msemaji wetu wa jeshi tayari amekwisha toa tangazo na ufafanuzi mzuri kuhusu jambo hili, lakini sisi polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam tunawahakikishia sasa kupitia tangazo la msemaji wetu wa jeshi, tunawahakikishia wananchi wa Dar es Salaam kuwepo kwa usalama wa hali ya juu wa kusherekea kwa amani sikukuu hiyo. Narudia, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linawahakikishia wananchi wa Dar es Salaam, ambapo sisi tunahudumu kuhusu masuala ya kiusalama, kuwepo kwa usalama wa hali ya juu na washerekee kwa amani sikukuu hii. Sisi tutafanya kazi ya ziada kuhakikisha kwamba sherehe hizi zinakuwa za amani na utulivu na hakuna madhara yoyote ya kijinai ambayo yatajitokeza. Jeshi hili la polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linawatakia sikukuu njema ya Idil Fitri wananchi wote wa Dar es Salaam ambao kimsingi wanaungana na Watanzania wenzao na duniani kwa ujumla kuhusiana na sikukuu ya Idi ambayo imetokana na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asanteni kwa kunisikiliza.